Serikali ya Kongo imetangaza waasi wa Mobondo kusini magharibi mwa nchi kuwa kundi la kigaidi, huku machafuko ya kikabila yakiongezeka na usalama wa taifa ukitetereka. Kundi la waasi la Mobondo limeibuka upya na kusababisha hofu ya kutokea kwa machafuko makubwa katika mji mkuu wa Kinshasa. Video zilizosambaa mitandaoni zinawaonyesha wanamgambo hao wakiwa wamefunga vitambaa au fulana nyekundu vichwani wakidai kupigania mageuzi nchini. Wiki iliyopita pekee zaidi ya watu 70 waliuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi hao, hali inayozidi kuhatarisha usalama wa raia. Kufuatia hali hiyo, jeshi la DRC limelitangaza rasmi kundi la Mobondo kuwa la kigaidi. Nikimnukuu Kapteni Antoni Mwalushai, msemaji wa jeshi katika mkoa wa Bandundu, anasema, "Jambo la kwanza nataka kusema ni kwamba hii ni harakati ya kigaidi." Kwa nini nasema ni harakati za kigaidi? Kwani mimi na wewe tumeona unyama unaofanywa na vikundi hivi vya waasi katika kijiji cha Nkana, kijiji cha Nkumankero na katika baadhi ya vijiji vilivyoko kando ya mto Kumu, ambako wanawake hawakubakwa tu bali pia kukatwa vichwa, ambapo miili ya binadamu iliuawa tu. Uliona picha za wanawake hao ambao walikuwa wakiishi maisha ya kawaida hadi Mobondo alipofika na kuteketeza kijiji. Lakini kabla ya kuzichoma moto nyumba hizo, walichukua hatua ya kuwakusanya wanawake wote waliokuwepo, wakawafungia ndani ya nyumba na kuichoma moto. Hili alikubaliki katika nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya kidemokrasia, alisema Mwalushai, msemaji wa jeshi la Kongo. Kwa mujibu wa jeshi, wapiganaji wa Mobondo wanatumia mbinu zinazofanana na zile za waasi wa ADF, ikiwemo kuwaua raia kwa kuwakatakata viungo, kuwadunga mikuki na kutumia visu. Kapteni Mwalushai ameonyesha masikitiko makubwa akidai kuwa baadhi ya waasi hao wanadaiwa kupata msaada kutoka kwa maafisa fulani wa serikali walio karibu na uongozi wa juu wa nchi. Jeshi lako kupitia huduma zake za kijasusi linafanya kazi ya kuanzisha uhusiano kati ya vuguvugu hizi za waasi Mobondo na waasi wengine kote nchini. Tuna taarifa zinazoonyesha mawasiliano fulani kati ya vuguvugu la waasi katika eneo la mashariki mwa DRC na vuguvugu hili la Mobondo ambalo sasa linalenga kuyumbisha taasisi za jamhuri. Hatari iliyopo ni kwamba watu walio wengi nyuma ya Mobondo, narudia, mara nyingi pia wako nyuma ya rais wa jamhuri. Wakati wa mchana wanafanya kama wanakondoo na usiku wao ndio wanaoendesha Mobondo kwa sababu wana uwezo wa kufanya hovyo, aliongeza Mwalushai. Wachambuzi wa siasa wanasema serikali ya DRC ilichelewa kuchukua hatua za haraka kudhibiti mgogoro huo. Wanaonya kuwa endapo hali hii haitashughulikiwa ipasavyo, usalama utaendelea kuzorota. Hasani Kizunguluka, mchambuzi wa siasa nchini Kongo, ameliambia shirika moja la habari kwamba tatizo la wanamgambo wa Mobondo huenda likasababisha utata mkubwa. Nikimnukuu, anasema, "Tunaona sasa hivi makumi ya watu wamekufa. Hali sio nzuri kabisa. Itikadi za hawa wanamgambo wa Mobondo hazikuanzia hapa Kinshasa, lakini serikali haijachukulia kwa uzito tatizo hilo. Hili ni tatizo kubwa ambalo linaweza kuzusha utata mnamo siku za usoni," alisema Kizunguluka. Katika maeneo ya Kwamuthi mkoani Bandundu, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama bado ni tete. Mapigano ya kikabila kati ya jamii za Wateke na Wayake yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku familia nyingi zikikimbia makazi yao, hasa katika mji wa Bangata ulioko takriban kilomita 150 kutokea mji mkuu wa Kinshasa.